Bana, moja ya msimu ambao naweza nikasema kwamba ni msimu ambao kwa upande wa wachezaji wengi ambao watakuwa wanaondoka ndani ya vilabu ni msimu huu. Ni kulingana na namna ambavyo mambo yalivyo. Wachezaji wengi wanatoka ndani ya vilabu kulingana na namna ambavyo tunasema kwamba mikataba yao wanaingia ndani ya vilabu hivyo. Ina maana kwamba moja ya msimu ambao naweza nikasema kwamba vilabu vinaendelea kupambana kwa ajili ya kuendelea kuwabakiza wachezaji wao wale muhimu ni msimu huu. Huu ndio msimu ambao wachezaji wengi wanamaliza mikataba ndani ya vilabu hivyo. Lakini kwa siku ya hii leo hapa tayari nimekuja na orodha ya baadhi ya wachezaji ambao wanamaliza mikataba ndani ya klabu ya Simba, ambapo tutakwenda kufahamu hapa. Lakini pia kikubwa nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia hapa majina ya wachezaji kwa upande wa klabu ya Simba ambao wanamaliza mkataba ndani ya klabu hiyo. Moja ya mchezaji ambaye anamaliza mkataba ndani ya klabu ya Simba ni Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka. Naweza nikasema kwamba yeye kwa sasa anahesabu miezi tu ndani ya klabu hiyo, na taarifa za ndani kabisa ni kwamba kwa upande wa klabu ya Simba ni ngumu zaidi kuweza kumwongeza mkataba Clatous Chota Chama kulingana na namna ambavyo mambo yalivyo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi, kwa taarifa ya awali tu nikwambie ni kwamba Clatous Chota Chama baada ya msimu huu kumalizika, uwezekano ni mkubwa wa kuondoka ndani ya klabu hiyo kulingana na yeye mwenyewe. Hayupo tayari pia kuongeza mkataba, hata kwa upande wa klabu hawapo tayari kuweza kumwongeza mkataba Clatous Chota Chama kulingana na namna ambavyo mambo yalivyo. Ya maana kwamba ndoa ya Clatous Chota Chama na klabu ya Simba, huu ndio mwisho ndani ya klabu hiyo. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye anamaliza mkataba ni Israel Patrick Mwenda. Taarifa za ndani ya klabu ya Simba ni kwamba Israel Patrick Mwenda anamaliza mkataba mwisho wa msimu huu, lakini jambo ambalo wanalitazama kwa upande wa klabu hiyo ni kuweza kumwongeza mkataba mpya kwa upande wa Israel Patrick Mwenda kulingana na kile ambacho amekuwa anakionyesha ndani ya klabu hiyo. Kwa maana kwamba mpaka sasa hivi tayari kwa upande wa klabu hiyo wanafanya jitihada ya kutaka kumbakiza beki huyo. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye anamaliza mkataba ni Kennedy Juma. Kennedy Juma kuna uwezekano mkubwa atasepa ndani ya klabu ya Simba kutokana na mpaka sasa hivi uongozi wa klabu hiyo haujaweza kumtafuta kwa ajili ya kuweza kumwongeza mkataba mpya. Hivyo taarifa tu ni kwamba Kennedy Juma mambo yatakuwa ni magumu kwa upande wake baada ya kumalizika mkataba ndani ya msimu huu. Lakini pia mchezaji mwingine ni Henock Inonga Baka. Henock Inonga Baka tunafahamu ni moja ya beki ambaye amekuwa ni mahiri. Tumeweza kuona pia uwezo ambao ameuonyesha kwenye upande wa AFCON. Kwa hiyo kwa upande wa klabu ya Simba wanafanya jitihada ya kutaka kumwongeza mkataba mwingine mpya, kwani mkataba wa awali unamalizika mwisho wa msimu huu. Lakini pia kwenye mkataba ambao waliingia Henock Inonga pamoja na klabu ya Simba, kama wakiwa tayari kumwongeza mkataba basi wanaweza, hivyo inaweza ikawa ni rahisi kwa upande wao na akaweza kuongezwa mkataba mwingine. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye anamaliza mkataba ni Mzamiru Yassin. Mzamiru Yassin tunafahamu pia ubora wake na umahiri wake, lakini ukitazama viungo wamekuwa ni wengi sasa hivi ndani ya kikosi hicho. Mpaka sasa hivi bado uongozi wa klabu ya Simba hujazungumza na Mzamiru Yassin kwa ajili ya kutaka kumwongeza mkataba mpya kulingana na taarifa namna ambavyo ilivyo. Tunafahamu kwa upande wa Mzamiru Yassin, ukitaja viungo wa Kitanzania ambao wanacheza kwenye eneo la chini, basi unamtaja Mzamiru Yassin kutokana na kile ambacho amekuwa anakionyesha ndani ya kikosi hicho. Mchezaji ambaye ni muhimu, ni mchezaji ambaye ana vitu vingi. Kwa hiyo tusubiri tuone nini hasa ambacho kwa upande wa klabu ya Simba watakwenda kukiamua kwa mchezaji huyo. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye anamaliza mkataba mwisho wa msimu huu ndani ya kikosi hicho ni Kibu Denis. Kibu Denis alisaini mkataba wa miaka 2 ndani ya klabu ya Simba, na kwa taarifa tu ni kwamba mkataba wa Kibu D na klabu ya Simba utafika kikomo mwisho wa msimu huu. Lakini kwa upande wa Kibu Denis yupo tayari kwa ajili ya kuweza kuongeza mkataba, na kwa upande wa klabu ya Simba atamwongeza mkataba pale ambapo bado hapo kwenye mazungumzo kulingana na taarifa namna ambavyo ilivyo. Lakini pia mchezaji mwingine ni Saidon Tibanzokiza. Saidon Tibanzokiza baada ya msimu huu kumalizika ni kwamba ataondoka ndani ya kikosi hicho kulingana na taarifa namna ambavyo ilivyo. Kwa hiyo kwa upande wa Saidon Tibanzokiza mambo ni magumu kwa upande wake, hivyo atasepa baada ya kumalizika kwa msimu huu. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye anamaliza mkataba wake ni mkongwe ambaye pia ni nahodha ndani ya kikosi hicho ambaye ni John Rafael Boko.
John Raphael Bocco anamaliza mkataba mwisho wa msimu huu, na upande wa klabu ya Simba hawapo tayari kuweza kumwongeza mkataba kulingana na kile ambacho wanakitizama zaidi kwa upande wao. Maana kwamba hiyo ndiyo orodha rasmi ya wachezaji ndani ya kikosi cha Simba ambao wanamaliza mkataba mwisho wa msimu huu. Kwa upande wako, unadhani ni mchezaji yupi ambaye anastahili kuweza kuongezewa mkataba mpya ndani ya kikosi hicho? Toa maoni yako nami nitayapitia.